Tunataka kuleta neno la Bwana kwa muda kidogo ambao tuko nao ili tuweze kubarikiwa. Na nataka kuzidi kuongea habari ya umuhimu wetu kuwa na ushirika, na ni especially ushirika wa upendo. Ningependa nikuambie something that is very important, kwa sababu mara nyingi huwa tufikirii kwa nini Bwana ametuweka pamoja kama kanisa. Ukiokoka hauokoki tu kwa sababu Yesu anataka kukupeleka mbinguni. Nataka kuweka hiyo maneno vizuri, kwa sababu ni ya kweli. Anakuokoa pia anakuweka kwenye ushirika. Mtu yote akiokoka na akatae ushirika wa watu wa Mungu, mtu huyo kuna udanganyifu ako nayo. Kuna roho ambayo inamdanganya ambayo sio ya kweli. So tunaokokaga, Mungu akituokoa anatuweka kwenye kitu kinaitwa ushirika wa wapendwa. So you are born again. One, you are converted to Christ, badilishwa na Yesu, and then you are converted into a local church. Sababu ya kusema hivyo ni kwa sababu kuna watu wengi sema niliokoka nikiwa peke yangu. Umeshawahi kusikia ushuhuda kama hiyo? Niliokoka nikiwa peke yangu, nikaitwa na Mungu peke yangu, ninaenda mbinguni peke yangu. Mimi huwa nasema hiyo ni uongo. Kweli uliokoka peke yako, lakini vizuri kwa katika mawazo yako ukumbuke kuna watu wengine ambao pia Mungu aliokoa. Mbinguni utaenda kweli peke yako, lakini pia kuna watu wengine pia wanaenda. Na kwa hivyo lazima tujaribu sana sisi kama kanisa kuweka ushirika wa wadugu. Huwezi kusema uliokoka peke yako, unaenda mbinguni peke yako na utafika peke yako. Hiyo inaitwa fujo ya watu wa Mungu wakati mwingine, wakati hawataki ushirika. Na ninaona watu wengi huwa hawaelewi hiyo. Hizi barua zote tunasoma katika Biblia, especially zile zimeandikwa na Paulo, zimeandikiwa makanisa. Imeandikiwa watu waliokuwa wanakusanyika kama mimi na wewe, wanakusanyika mahali pamoja. Na kwenda zaidi kidogo, unaweza kuangalia kuna makanisa 7 iliyo katika Asia Minor. Si mnakumbuka hiyo makanisa 7? Imeandikiwa barua. Kwa hivyo hakuna mtu kuokoka na kukaa nje ya ushirika. Ukikaa nje ya ushirika kuna benefits nyingi ambazo utapoteza, ama kuna faida nyingi ambazo hautakuwa nazo. Na kwa hivyo mruhusu uwe ninawazungumzia mambo kama haya, maana hiyo ndio itafanya ufike mbinguni kwa urahisi. Mtu yoyote akikataa ushirika wa kanisa atapata shida nyingi sana kabla afike mbinguni, na safari yake ya kwenda mbinguni itakuwa very complicated. Na tena mimi naweza kusema ya kwamba anaweza kosa kufika kwa sababu watu wengi huwa wanapigana na watu wa Mungu ambao pia wameokolewa na the same blood, wameitwa na the same God ambaye amewaita, lakini wanapigana na wao. Mimi ningependa tutengeneze ushirika wa nguvu sana, tuwe na fellowship. Baka ukikaa kanisani unasikia kweli kuna watu wanakupenda, kuna watu wa Mungu ambao mnaitanishwa na wao. Na tukifika heaven kule tutaishi milele na milele. Hatutakuwa peke yetu, atiwe kwa kakona peke yako na mwingine. Hapana. In fact Bible inaonyesha na inasema tutajuana. Nikikukosa nitajua kule utafanya nini. Nikikukosa heaven na ukinikosa heaven ujue niko the other place. Kwa hivyo hakuna places tatu, ni either uko mbinguni ama uko kule kwingine. Hatutakaki kutaja sana. Now angalia Hebrews chapter 10 verse 22 inasema, let us draw near with a true heart in full assurance of faith. Let us draw near with a true heart in full assurance of faith, having our hearts sprinkled from the evil conscience and our bodies washed with water. Sasa maandiko kama haya ukiyasoma, hebu nisome na Kiswahili. Nasema, na tukaribie wenye moyo wa kweli na utimilifu wa imani,
hali tumenyunyiziwa mioyo yetu, tuache dhamiri baya, tuoshwe miili kwa maji safi. Hiyo ni kumaanisha ya kwamba anytime tunaposogea, you can go back to that English version kidogo tu, hata kama ni NLT, tuone haya maandiko vizuri. Anytime unapokaribia kwa uwepo wa Mungu, unaulizwa uwe na haya mambo mawili ambayo yameandikwa hapa. Unasongea na moyo wa imani. Anytime. Sasa hii hapa tuko katika presence ya Mungu. We are in the presence of God. Anytime unaposongea kwa kanisa, kwa madhabahu, songea kwa moyo wa imani. Imani. Na imani huwa tunatoa wapi? Tunatoa kwa neno la Mungu. Kwa hivyo wakati watu wanapigana sana na neno la Mungu, wakisoma scriptures wanasema hiyo hai-apply, ni kumaanisha ya kwamba hawana imani. Tunasongea kwa imani, full assurance of faith. Na imani yetu ni imani tunayotoa kwa neno la Mungu. Neno la Mungu linasemaje kuhusu ushirika? Neno la Mungu linasemaje kuhusu maombi? Neno la Mungu linasemaje kuhusu sisi kwenda mbinguni? So tunasongea mbele za Bwana with full assurance of faith. Kitu cha pili, mioyo yetu ikiwa imetakasika kutokana na dhamiri baya, evil conscience, mawazo yako itakaswe. Look at that, having our hearts. Unaposoma hearts ujue ni mawazo, your thought life, your emotions, hizo vitu zote. Sprinkled from an evil conscience, dhamiri baya. Mara nyingi tunakusanyika na watu wako na dhamiri baya. Hiyo dhamiri baya kusakaswa, inatakaswa kwa neno la Bwana. Kuna watu wengine consciences zetu ama dhamiri zetu zimeharibiwa na mambo tofauti tofauti. Niliwaambia kuna mtu tulipoanza kutengeneza groups, huyo mzee aliniambia, mimi siwezi kukaa na so and so, kwa hiyo group siwezi kukaa na. Nikamwambia sasa mimi sina msaada mwingine nitakupatia. Ni vizuri kuambia mtu ukweli, siwezi kukupatia msaada mwingine. Kama unakaa na watu na unaona wale watu uko na dhamiri ya watu wengine zinakuwaga zimeharibika. Dhamiri baya. Kila wakati ana suspect watu si wazuri, lakini na yeye pia akichunguzwa sana utagundua hata yeye hayuko sawa, hayuko complete. Dhamiri baya. Alafu Bible inasema na miili yetu ikiwa imeoshwa na our bodies washed with pure water. Na miili yetu hiyo ni kama kusema tumesongea kwa Bwana, tukiwa tumekubalisha hali ya ubatizo na hali ya kuoshwa kila wakati na neno la Bwana. Pure water. Miili yetu ioshwe. Watu wanakataa hata ubatizo kwa kanisa. Mtu amekaa miaka 10, miaka 20, akiambiwa batizo anasema mimi nimekataa kubatizwa. Hata kuna mtu aliniambia anataka kama atabatizwa achemshiwe maji. Anataka kubatizwa. Sasa mtu anakaa kanisani anakataa kubatizwa, lakini tunaambiwa tusogee. Dhamiri jema, tukiwa na assurance of faith, tuko na imani kubwa na tumekubali kubatizwa. Haya, wacha tusoge na hii maandiko, maana hapo chini ndio nilikuwa nataka kuzungumzia. Na Bible inasema let us hold fast the confession of our hope without wavering. Kitu kingine ni ya kwamba tunaposongea, tunasongea kama watu wako na ushuhuda. Watu ambao wako na ushuhuda wa Yesu. Our profession, our confession kumaanisha tunasongea mbele za Bwana tukiwa na ushuhuda. Na mimi ninasema mara nyingi watu wengi wamepoteza testimony. Watu wengine wakisimama wanasalimia na hello, hi, mambo, poa. Hiyo tuache, tutoe testimony. Na utoleage watu ushuhuda. Watu wa soko wajue wewe umeokoka. Watu ambao mnasoma na wao ama mnafanya na wao mahali popote, kama ni biashara, kama ni college, kama ni university, kama ni watoto wa shule, watu wote watolee ushuhuda. Tunasongea mbele za Bwana tukiwa na ushuhuda without wavering, bila wasiwasi wowote. Hii ni mkusanyiko ya watu wa Mungu. For he who promised is faithful. Maana aliyeahidi ni mwaminifu. Alafu anaendelea kusema mstari wa 24. And let us consider one another in order to stir up love and good works. Sasa anaingilia ushirika. Ukishaokolewa, uko na imani, uko na dhamiri jema, ushabatizwa, uko na testimony. Ninajaribu kuangalia haya mambo kwa haraka kwa sababu that was not my teaching, ya kwamba una dhamiri jema unapokuja mbele za Bwana, imani yako imesimama, uko na ushuhuda wa Yesu, umekubali ubatizo. Sasa Bible inasema let us consider one another in order to stir up love and good works. Sasa tunakuja pamoja, tunatiana nguvu.
tunakorogana kwa upendo. Hebu tusome Kiswahili, inasemaje? Tukaangaliane sisi kwa sisi, this is better, na kuhimizana katika upendo na kazi nzuri. Tukiangaliana sisi kwa sisi ni kama kuchungana. Kwa ushirika wewe ni mchungaji wa huyo mwingine, kwa group wewe ni mchungaji wa huyo mwingine, kwa fellowship wewe ni mchungaji wa yule mwingine. Tukiangaliana sisi kwa sisi. Kwa hivyo kuna hiyo kitu ya stirring up one another. Kwa hivyo unaniangalia, ninakuangalia. Inaitwa kuwa accountable to one another. Ni watu wangapi mngependa kuangaliwa na watu wengine? Ni watu wangapi mngependa kuchungwa na watu wengine isipokuwa pastor? Sema mimi niko na pastor peke yake, wewe usikuja kuniambia maneno. Watu wengine wanaleta fujo sana, especially wakati wanataka kurekebishwa na their brothers and their sisters. Ningeponda mkubali ya kwamba tunapokusanyika tuangaliane. Na kuangaliana ni kuangaliana ndani na nje. Tuangaliane sisi kwa sisi, hiyo ni kuchungana. Na kuhimizana, kuhimizana ni kutiana moyo, si ndio? Encouraging one another, kuhimizana. So tunapoangaliana tunatiana moyo. Na kuangaliana haijamaanisha kutoana makosa. Hapana, inamaanisha ya kwamba you can see nyuma yangu, unaweza kuona nyuma yangu na mimi naweza kuona nyuma yako. Watu wengi umejiangalia labda kwa kioo leo, lakini haukumbuki vile unafanana. Ulisahau, lakini ulijiangalia. Sasa labda kuna kitu kiwa barabarani kimefanyika kwako kwa uso ama kwa kichwa. Ni ndugu yako ama dada yako anaweza kukuangalia. Tuangaliane sisi kwa sisi. Tuhimizane, tutiane moyo. Na Bible inasema na tena katika upendo na kazi nzuri. Kila kitu mkumbuke nilisema kina umbrella inaitwa upendo. Hatuwezi kufanya kazi ya Mungu na chuki. Hatuwezi kufanya kazi ya Bwana na kuingiliana. Hatuwezi kufanya kazi ya Mungu na kupigana. Kila kitu lazima iwe chini ya mavuli inaitwa upendo. Na tunapoangaliana na kuhimizana, ni kitu gani tunatafuta kuona ndani ya watu? Ni kazi jema, matendo mema, good works. Kwa hivyo kwa kanisa inastahili kuwa imejaa watu ambao wanajua kutenda matendo mema, si mikora. Unajua kuna kanisa nyingi ziko na watu ambao matendo yao si mazuri. So tunahimizana na tunatiana moyo na tunaangaliana, tukisukumana sana kutenda matendo mema. Maana karakta yetu na our nature ni nature ya kufanya mabaya. Ninyi mnajua hivyo. Mwanadamu hafundishwi kufanya mabaya. Mwanadamu naturally ako na mabaya iliyo ndani yake. Ukizaliwa ukiwa mtoto mdogo, hakuna mtu anakufundishana kutukanana na wizi na vitu kama hizo. Hizo vitu ziko ndani yetu. We have a sinful nature in us. Lakini Bible inasema tunapokusanyika kama kanisa, tunatiana nguvu, tunaangaliana, tunahimizana ili kila moja atende matendo mema. Kuna watu wengine mtaki kuambiwa kitu. Tunataka kutukusaidia utende matendo mema. Haya, verse 25. Not forsaking the assembly. Hiyo sasa mistari nimesoma kutoka verse 22. They are very powerful verses za kutusaidia katika ushirika. Not forsaking the assembly of ourselves together. Hiyo ni kitu kingine. Inasema hivi kwa Kiswahili, wala tusiache kukusanyika pamoja. Kwa hivyo hata kama nimeokoka, wewe umeokoka, una imani ndani ya Mungu, unakiri Yesu, uko na testimony, tunahimizwa ya kwamba tunapoangaliana na kuhimizana na kuchochea kila mmoja afanye matendo mema, tena tukubali kukusanyika pamoja. Unajua kuna watu wasema tiendi kanisa. Mungu ananijua mimi. Hata kuna mtu alisema kanisa yangu ni kanisa yoyote. Mahali nitasikia darama imepigwa, hapo ndio nitaingia. Lazima uwe na ushirika. Unaitwa Roko Church. Hata kuna mhubiri mmoja nilisaidia sana, aliniambia kanisa zote ni za Mungu. Kwa hivyo alikuwa anaamka asubuhi, anachukua briefcase yake, anaenda tu mahali popote anafikiria. Na akienda huko anainua mkono apewe ushuhuda. Ukiinua mkono hapo upewe ushuhuda, hatuna time. Sasa alikuwa frustrated sana alipokuja kwangu. Kwa kanisa yote anaenda asubuhi, anafikiria hii ndio atasoma, hana kanisa, anaenda. So anainua mkono apewe ka chance.
na ile anapewa ka chance anahubiri 30 minutes na kanisa lishahubiriwa. Sasa pastor kama huyo pastor akimuona tena anasema hapana, ni confusion, you must belong. Na Mungu awabariki sana. Si uliinuka ukatoka kwa nyumba yako ukakuja hapa, maana hii ni ushirika yako, hii ni kanisa lako, na hakuna mtu anastahili kuguess their church. Ati amelala hivi anafikiria I am guessing my church ni gani. Everybody must know their spiritual home, na hakuna guesswork. Lazima uwe na spiritual father, mtu ambaye ukiita, kwa sababu watu wajui spiritual father ni nani. Wanafikiria ni yule pastor aliwaombea wakaokoka. Ule pastor alikuombea akaokoka, labda hata ako bali sana. Mimi niliombewa na kasichana kadogo, ndio kaliniombea wakati kanahubiri. Mimi hata sijui alienda wapi, hata sikubuki uso wake. Spiritual father ni mtu unaweza kuita ukiwa na issue kwako na akuje. Sasa nasema my spiritual father anaitwa, unaongea mtu wa Kenneth Hagin ati yako ng'ambo. Sasa muite tu akuje kwako tuone. Your spiritual father ni mtu ambaye unaweza kuita kwako ukiwa na issue akuje. Huyo ndio spiritual father. Your church ni mahali uko na washirika wadugu na wadada 5 ambao unajua hawa tukiwa na jambo niwaambie tu hawataniachilia. Najua kanisa wakati mwingine watu wako na umang'aa, singii group yoyote, sitawekwa kwa group. Kanisa Bible inasema not forsaking the assembly of brothers. Usikatae kuunganika na watu wengine. Sasa unastahili uwe na spiritual home, mahali kuna spiritual father, mahali kuna mambo ambayo ukiitana unasaidika. Dedication ya watoto, una dedicatiwa kiwanja, uko na kitu ambao ni special graduation, vitu kama yani vitu za furaha na za huzuni zote. Ukiandika tu message sema niko hospitali, unaona watu wa kanisa lako wamekuja. Hiyo ndio inaitwa kanisa, spiritual home. Lakini kufikiria ati utaamka tu mahali popote uende na usaidike ni uongo. Haya, not forsaking the assembly of ourselves together as a manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. Hebu angalieni, wala tusiache kukusanyika pamoja kama ilivyo desturi ya wengine. So kanisa hili la Hibrania lilipoandikiwa, kuna tumutu. Ukiona Bible ikisema desturi ya wengine, kuna tumutu tulikuwa tunasema mimi siendi kanisa. Na kuna watu wengi wako manyumbani, si ni kweli? Watu wengi wanakaa manyumbani, siendi kanisa yoyote, maana hakuna kanisa nzuri. Watu wanaongeaga hivyo. Hiyo sio sababu ya kutoenda kanisa. Usijifiche kwa watu wale ambao si wazuri. Watu wengi wakiona kamtu kamoja kabaya, ni kama kusema wahubiri wote ni wabaya, si ni uongo? Kusema wanaume wote ni wabaya, wanawake wote ni wabaya. Kuna wazuri. Usigeneralize mambo namna hiyo. Hasa anasema wala tusiache kukusanyika pamoja kama ilivyo desturi ya wengine. So the key thing here, kukusanyika pamoja. Kama vile tumekuja hapa, unaambiwa usikose kuja. Ni watu wangapi mmekuja kanisa tangu Januari? Watu wengine mnakosa kanisa tu, hata ukisikia usikuja. Ati nimeamka asubuhi nikasikia tu nimeboeka, kuna kiroho tu nimesikia. Na watu wengine mnasikiza hata maroho ya shetani. Na roho ya shetani kuingia mtu ni rahisi, inakupatia tu usingizi asubuhi, ama inakupatia laziness. Kisikia tu sasa hata sitaki kwenda kanisa. Hizo ni pepo, lazima uzishinde katika jina la Yesu. Kitu yoyote inakuzuilia kwenda ushirika, hata kama ni mgeni. Ona mgeni ageuka gwaku rũcinĩ ama akuje jana, huyo anatumika vibaya. Ningetaka niwaambie ukweli, chochote kinazuilia wewe uende kwenye madhabahu, usisherehekee sana. Nilikuwa na wageni nikachoka, nilikuwa safari, sijui nilikuwa nini, alafu unasema yes, tulikula metura, tulikula sana. Anything ambayo unaona inakuzuilia kwenda kwa madhabahu, usicheke. Ni kama maombi. Ukiona unaenda kuomba mtoto analia, usiseme ni mtoto analia, bereni alikuwa anakataa kulia kwa nini? Ni kutumika, kanatumika, kanaingiwa na pepo. Ukienda kusoma Biblia, useme sasa nataka kustudy a full chapter. Vile tu umeanza kustudy, mtu akupigie simu. Mundu ucio ahũthĩka ni shaitani. Na hajui, anakupigia simu, mnaongea 15 minutes. Ile maneno yote atakwambia, ukute ni maneno ambayo haitafanya usome nini? Biblia. Usiseme Mungu wako anataka nisome. Ni pepo zimeorganize. Ulimwengu wa kiroho huwa unapanga vitu hivyo. Inapanga usikuje kwa kanisa.
Ulimwengu wa roho unapanga wa kishetani, unapanga usiende kwa madhabahu, unakuwa busy. Hata hakuna pepo zinakupangia utoe sadaka. In fact utakuwa hauna kila wakati unapangiwa usitoe. Mavitu zinakuja, hata ile sadaka ulikuwa umeweka kwa bahasha ya fungu la 10 unaitoa. Unaifungua vizuri, unasema God understands. Hiyo yote inakuwa ni mpango wa ufalme wa shetani. Hata wengine kuchelewa kanisa, dashenero hawe kuna kamaziwa kalimwagika. Hiyo kamaziwa kalimwagika hapo, ukaanza kukashughulikia kutafuta ingine, ni mpango wa shetani. Haikumwagika Wednesday, imemwagika Sunday morning. Hata kanisani unakuta kuna vituko za watu kutopendana, ni haikuwa mpango wa Mungu. It is the plan of the devil, not forsaking the assembly of ourselves. Na hii kitu ninawaambia, nimeona ikifanyika kwangu. Wakati nimesema nao nimejiset, I want to pray, kitu inatokea kasimu. Hiyo kasimu inakuondoa kwa maombi. Na umesema okay, nataka kufanya fasting this week. Vile umejiorganize kufanya fasting, ndio umeletewa vitu nyingi. Matunda imekuja, mtu amechinja kuku ya kienyeji ameleta, ukauga Jehova ndio kwendaga. Mungu hauko unataka, nitafuga next week. Hiyo yote ni organization ya shetani. Huyo mtu ajui. Unastahili kama utashinda hiyo majaribu, uendelee kufanya kile ulikuwa umefanya, kusema ya kiroho utafanya. Kwa nini mashini zinaharibika kwa crusade? Kila crusade, wakati tu umeanza kusema na iwe shangwe, zinazima. Unafikiria sasa ni mpango wa Jehova Sema na mashini. Speaker zote zinachomeka wakati wa crusade. Zikiwa kanisani kama hapa, zinaongea vizuri sana. Watu wasema haleluya, kanisa yetu iko na mashini. Wacha tuende pale Mkuyu. Haleluya, zinachomeka. Na ni the same machine, voice ni ile, power ni ile, ni organization ya maroho. Na huwa zinapanga hivyo ili Yesu asihubiriwe. Sasa lazima na wewe ushinde hizo. Watu wanafikiria majaribu ya shetani ni kubwa, atakuja na kipembe. Kwanza ukiona haunazuiliwa kwenda kanisani na kuja kwa madhabahu, ujue wewe umekaliwa. Pepo zilikuja kwako na zikakaa. Zinakuzuilia tu kwenda kanisani, kutoa sadaka, hauombi, hautoi sadaka, hauombi na hauendi ushirika. Kama hivyo desturi ya wengine, exalting one another as so much the more as you see the day approaching. Kwa hivyo shetani anajua kuna siku ya Bwana ambayo iko hapa mbele. Kwa hivyo anajua, anapanga watu wavujike moyo, badala ya watiane nguvu na wasonge mbele, ana organize watu wa Mungu wamalizwe. So kitu kingine tunasaidika, namalizia tu, inasema for if we willfully sin after that we have received the knowledge of the truth, there remaineth no more sacrifice for sins, but a certain fear for looking for a judgment. Maana kama tukifanya dhambi kusudi baada ya kupokea ujuzi wa ile kweli, haibaki tena dhabihu kwa ajili ya dhambi. Verse 27, bali kuna kuitazamia hukumu yenye kutisha na ukali wa moto ulio tayari kuwala wao wapingao. Sasa nataka muelewe hizo verse 2 nimesema, ni kusema ya kwamba we come to one another. Si ndio tunaonyana? Tunaambiana jameni, kwa kanisa ndio tunaambiana usifanye dhambi. Wacha hii dhambi, wacha hii tabia. Tukikusanyika pamoja ni platform nzuri sana ya kuambia watu, ukiendelea kufanya dhambi, baada ya kuona mwangaza, baada ya kuokoka, baada ya kuona Yesu, baada ya kuonja matunda ya mbinguni, ukiendelea kufanya dhambi, utaingia wapi? Motoni. Utaonywa wapi? Pengine ni mahali ambapo watu wa Mungu wamekusanyika. So that scripture huwa inasomwa watu wengi wakimaanisha ya kwamba watu waliookoka wakibackslide. Lakini hatuwezi backslide tukiwa kanisani. Watu wana backslide wakitoka. Ukiwa kwa kanisa kama hii, ukiendelea kuja ushirika, ukiendelea kusoma, ukiendelea kubarikiwa, hauwezi backslide. Watu huwa wana backslide kwa sababu ya kukataa ushirika. Endelea kuja kanisani uone kama utarudi nyuma. You can't. Maana unaona ndugu pale anaomba, hata mimi nitaomba. Unaona mwingine pale na ana matatizo makubwa mengi kuliko yako, anaendelea kutafuta Mungu na wewe unaendelea. Mwingine alikuja akiwa mgonjwa na ulijua alikuwa mgonjwa na anaendelea kuomba. Mwingine amefugiwa nyumba, utarealize kuna watu wako na matatizo nyingi kuliko wewe, alafu akutie moyo usonge mbele. Nawaambia hivi, hakuna mtu huwa ana backslide akiendelea kufika kanisani.
Lakini wale wanatokaga, anajifanya mjuaji, sema naweza kujisomea Bible peke yangu, naweza kuomba peke yangu, mimi nitajitia. Hata kuna mwingine sema nitajipaka anointing oil peke yangu, anointing in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit, na akajiagusha chini. Hizo vituko zote zinafanywa na watu mang'aa, wanajifanya hakuna mtu mwingine wanaweza kusikiliza, and the devil, shetani anawashika, anawamaliza. You cannot backslide. Hakuna mtu huwa anaanguka akiendelea kuja ushirika, hakuna hata moja. Lakini wale wanasema mimi naona kanisa zote zimejaa watu wa mapepo, naona watu wote walio kanisani ni hypocrite, naona watu wote walio kanisani si wazuri. Wewe utaanguka, utagonga chini sana. Not forsaking. Hebu rudi hiyo verse 26. For if we willfully sin after we have received the knowledge, it is impossible. Hata niwaambie, huwezi kufanya dhambi ya kutaka ama ya kujitoa ama ya ile ya runano ukiwa kwa ushirika. Utaonywa na watu wengine. Ushirika ya kanisa ndio inatusaidia sana kuonya watu. Penda ushirika. Ushirika wa nani? Wa watu wa Mungu. Watu wa Mungu. Upende na usiyubayube tafadhali. Be stable. Mungu awabariki sana.